Imam Malik bin Dinari alitoka msikitini siku moja baada ya swala ya Isha. Akamkuta njiani mtu mlevi akiwa na chupa pombe mkononi, akiwa ameanguka chini kwa sababu ya ulevi. Kila mara alipokuwa akianguka alikuwa akisema, Allah, ewe Mola wangu. Imam Malik bin Dinari akasema, mdomo huu uliojaa pombe haustahili kumtamka jina la Allah hali umejaa najisi. Akarudi msikitini, akachukua mtungi wa maji kisha akamwagia yule mtu kichwani na mdomoni mpaka akasafisha kabisa mdomo wake na pombe. Kisha akainua mikono yake akamwomba Allah, ewe Allah muongoze, ewe Allah mwepushe na pombe. Baada ya hapo Imam Malik arudi nyumbani kwake na kulala. Katika usingizi akaona maono, alisikia sauti kutoka mbinguni kimuita, ewe Malik bin Dinar. Alipotazama akamwona yule mtu mlevi alimsafisha mdomo wake akiwa pamoja na mjumbe huyo. Sauti kutoka mbinguni ikasema, ewe Malik bin Dinar, umesafisha mdomo wake kwa ajili yetu, basi sisi tumesafisha moyo kwa ajili yako. Imam Malik akaamka akiwa amestaajabu sana maono yale. Kabla ya alfajiri akaenda msikitini kujiandaa kwa ajili ya adhana. Alipoingia msikitini gizani, alimkuta mtu akiwa mbele ya kibla akiswali huku analia na kuomba Allah msamaha. Imam Malik akasema, Subhanallah. Akasubiri amalize swala ili aweze kumwombea. Alipomaliza swala na kumgeukia Malik, Imam Malik karibu azimie kwa mshangao. Alikuwa ni yule mlevi wa jana usiku alionekana katika maono yake, yule ambaye alisemwa kuhusu yeye, umesafisha mdomo wake kwa ajili yetu, basi sisi tumesafisha moyo wake kwa ajili yako. Imam Malik bin Dinari akamsogelea na kumwambia, amani iwe juu yako, hali yako vipi? Yule mtu akajibu, nikwambie nini kuhusu hali yangu ewe Ibn Dinari? Yule aliyemwombea dua kwa ajili yangu, yani Allah, basi ameniongoza.